Na mtazamaji wa EATV, lakini pia unaweza kusikiliza kupitia East Africa Radio na unatufuatilia kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Karibu sana kwenye mahojiano haya maalumu kabisa ambayo utayafuatilia kupitia hapa, na mimi naitwa Exaudi Mtei. Tunazungumza na balozi wa Kenya nchini Tanzania, Balozi Isaac Njenga, ambayo tutazungumza naye mengi kutokea hapa ubalozi wa Kenya nchini Tanzania, kufahamu walau kwa uchache. Sisi ni East Africa TV na East Africa Radio, kwa hiyo tunafika Kenya, Uganda, kwa hiyo tukaona hapa pia ni nyumbani, tufike tuweze kuzungumza na balozi, tuweze kufahamu baadhi ya mambo ambayo ni muhimu pia kwa Watanzania kuweza kufahamu kama majirani zetu, lakini pia balozi ambaye anawakilisha nchi yake hapa nchini Tanzania. Balozi, karibu sana. Asante sana. Karibu sana. Na pia nikukaribisha kwenye ubalozi wa Kenya. Asante sana. Karibu, na tutoe pole kwa Afrika Mashariki, lakini kwenu pia na kwetu kama Watanzania. Mlikuwa mna msiba hivi karibuni wa kiongozi wa upinzani nguli kweli kweli wa siasa za Afrika Mashariki, Raila Odinga. Poleni sana kwa hilo, lakini pia tujipe pole wote kwa Afrika Mashariki. Ni pengo kiasi gani kwa nyie wa Kenya kwa kiongozi kama Raila Odinga kumkosa kwenye siasa za Kenya kwa sasa? Muuliza swali nzuri, manake kwa kweli tumempoteza kiongozi ambaye alikuwa na sifa nyingi ambazo kwa kweli amewacha pengo kubwa kwenye maisha yetu sisi kama wa Kenya. Kama kiongozi aliyekuwa na misimamo dhabiti ya kutetea haki za kibinadamu, lakini pia kupinga shughuli zote ambazo zilikuwa za kugandamiza pengine demokrasia katika taifa letu la Kenya, ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Mheshimiwa Raila, itakumbuka kwamba ameanza harakati zake hizi muda mrefu sana. Amekuepo katika mstari wa mbele katika kile tunachokiita ukombozi wa pili wa taifa la Kenya, Second Liberation. Na manake ni nini? Kwamba tulikuwa tumepata ukombozi wa kwanza kutoka kwenye mikono ya mbeberu ama mkoloni. Lakini sasa tulikuwa natafuta nafasi ya kujiendeleza kidemokrasia. Kwa hivyo Raila alikuwa mhusika mkubwa kwa hiyo, na ndio maana wengi wanamuita kama baba wa demokrasia. Na ameilipia gharama kubwa yeye mwenyewe binafsi kwa hali na mali. Itakumbukwa pia kwamba ameshawahi kufungwa jela katika kipindi cha rais wa aliyekuepo hayati Mzee Moi. Katika kipindi cha awamu ya pili, Raila aliwahi kufungwa zaidi ya miaka 8, takriban miaka 9 mara 3, na zote kwa sababu ya shughuli zake hizo za kupambania wananchi na kupigana na mamlaka ambaye alikuwa akiona kipindi kile kama mamlaka gandamizi kwenye kulingana na mifumo iliyokuwepo ya kisiasa ya chama kimoja. Kwa hivyo Mheshimiwa Raila, sisi kweli kama wa Kenya tumempoteza kiongozi nguli kama ulivyosema, mwenye uzoefu mkubwa, na kiongozi pia ambaye alikuwa sio tu mpambanaji, alikuwa pia anaipambania nchi yake na watu wake, lakini pia alikuwa anapambana kutafuta amani na suluhu kwa mambo yote. Kinachoonekana zaidi katika maisha yake na katika sifa zake ambazo sisi kwa siku nyingi tutaikumbuka, alikuwa ni mtu ambaye alikuwa haweki kisasi. Licha ya kuwa alikuwa na upinzani mkubwa na Mheshimiwa Moi, walirudi wakafanya naye kazi. Kipindi kilichofuatia rais wa awamu ya 3 Mheshimiwa hayati Mwai Kibaki, wakawa na upinzani mkubwa kwenye uchaguzi, lakini baadaye wakafanya kazi pamoja. Ameshafanya kazi na Mheshimiwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta na rais wa sasa Dr. William Ruto. Kwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye mnaweza mkashindana mashindano ya kisiasa, lakini inapokuja katika masuala ya kuijenga taifa na masuala mapana ya kuendeleza jamii ama wananchi, basi anaungana na wewe. Ameacha siasa za upinzani kwenye eneo gani ukitazama sasa baada ya kuondoka? Siasa za upinzani za Kenya mnatazama vipi kama viongozi ambao mpo pale? Jambo mzuri ambalo wamelifanya ni kwamba siku za karibuni hizi, licha ya kuwa walikuwa na ushindani mkubwa katika uchaguzi uliopita pamoja na rais wa sasa Dr. William Samoei Ruto, Raila baadaye wamekuja kufanya kazi na Mheshimiwa rais. Na hiyo kwanza kipekee ni kielelezo kwamba tunaweza tukashindana na tukarudi tukatofautiana kwa ajili ya sera, lakini kutofautiana kisiasa sio uadui. Tunaweza tukafanya kazi. Na Mheshimiwa Rais amekuwa mstari wa mbele pia katika kumuunga mkono kipindi Mheshimiwa Raila alikuwa akitafuta kiti cha kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Afrika AU. Mheshimiwa Rais alimuunga mkono. Siasa ameziwacha wapi siasa za upinzani? Nafikiri mwelekeo ambao amewapa watu na pengine picha ama sifa ambazo watu wataziona na wakumbuke ama kielelezo ni kwamba
ushindani sio uadui, kwamba mshindane kwa ajili ya misingi ya sera, lakini ifikapo kwa maslahi mapana ya taifa, mnaweza mkaungana ili muijenge taifa. Na jambo hili linaonekana kwa sababu wandani wake wengi walikuwa wameungana na serikali, licha yeye kuwa ni kiongozi wa upinzani. Alikuwa amewatoa, wanaita wataalam, experts, alikuwa amewatoa kusaidia serikali ya William Ruto, Dr. William Ruto ambaye yupo sasa madarakani, kuweza kuendeleza shughuli nzima. Kwa hiyo amewatoa kwa nini? Amewatoa kwa sababu anasema wana ujuzi, wana uzoefu, ni watu ambao ninawaamini, na kwa hivyo ninaweza nikakupa wewe wawe kama hazina kwa taifa nzima ya kuweza kusaidia uchumi wetu uweze kuwa na kutoa mambo ambayo yanaweza kayumbisha taifa kwa ujumla. Tumalizie kwenye hili la Raila Odinga kuishi Tanzania wakati anafanya kazi UN Habitat. Kuna namna yoyote ubalozi mnafikiri kufanya jambo lolote kuenzi uwepo wake Tanzania kwa miaka kadhaa? Mheshimiwa Raila amekuwa na uhusiano wa karibu sana na Jamhuri ya Muungano ya Tanzania. Itakumbukwa pia kwamba mwenyewe ameshatoa hii historia ama ameshapeana hizi historia kwamba pasipoti yake ya mwanzo ya kusafiri, cheti chake cha usafiri alikipata kutoka Tanzania. Na wakati kipindi kile cha hayati Mwalimu Julius Nyerere ambaye alikuwa pia ni swahibu wa karibu na babake, alimsaidia kupata, na ndio akaweza kupata, ndipo akaweza kupata kwenda kusafiri nchi za nje na kufanya masomo nje. Lakini baada ya hapo amekuwa na uhusiano wa karibu tu na viongozi wengine wa kijamii, viongozi wa kisiasa na marafiki tu wa tabaka mbalimbali. Hivi majuzi, miezi kama miwili hivi iliyopita, Mheshimiwa Raila amekuwepo nchini. Alikuja kwenye shughuli za harusi ya mwanae, rafiki yake wa zamani ambaye alikuwa ameshafariki, lakini Raila akaja. Mimi nimekuwa naye, nimempokea, na hiyo inaonyesha kwamba Tanzania ana marafiki wengi. Siwezi kusema kwa sasa kwamba kuna jambo lolote ambalo tumeangazia kulifanya kutokana na kumbukumbu ya kwamba alifanya mambo fulani Tanzania, lakini hili ni wazo nzuri na ni jambo ambalo tunaweza tukalizingatia, na katika maktaba ya ubalozi ni jambo ambalo tutaliweka sawa, ili watu wakija hapa kuwe na kumbukumbu ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga alikuwa na uhusiano wa karibu na jamii hii nzima na nchi nzima ya Tanzania. Mtazamaji wa EATV na msikilizaji wa East Africa Radio, na natufuatilia pia kwenye mitandao, tunazungumza na balozi wa Kenya hapa nchini Tanzania, balozi Isaac Njenga, na tunazungumza naye mengi, na tumeanza kwa kuzungumza hili la hayati Raila Odinga ambapo lilikuwa la hivi karibuni, lakini tuangazie mengine sasa. Kumekuwa kuna